katika hiyo television moja hivi. Kwa hivyo akasema wadogo ana kichwa wanaweza. Mimi nikachukua ile clip naisikiliza sana. Sasa baada ya miezi kadhaa mbele nakuta kwamba Tifu limetoka kama hilo hapo. Sasa baada ya kuchunguza kiundani ndio nikaja kugundua kwamba kuna mmoja alikuwa anataka apandishwe, mwingine ashushwe. Sio vizuri. Lakini katika kumpandisha na kumshusha ndio bwana, tupo na MC Tulizo kwa mara nyingine tena. Watu wamesema bwana Tulizo arudi bwana. Wanasema Tulizo tunamsikie tena. Bwana, sasa hivi upepo upo kwenye muziki. Kwanza nikisema muziki, watu ambao hawajafahamu muziki, unajua ni mdau wa muziki. Tuambie kwa ufupi muziki unasimama vipi na Tulizo? Unapozungumza muziki na Tulizo, naweza nikasema mimi ni mdau kindakindaki wa burudani ya muziki kwa sababu zaidi ya miaka 10 sasa ninasimama katika industry ya muziki. Kusema kwamba kusimama, ni muandaaji wa mashindano, lakini pia muandaaji wa matamasha ya kimuziki. Sasa muziki ya kizazi chetu. Miaka nyuma nilikuwa naandaa matamasha ya dance. Lakini game ilivyo change, nimekuja kuandaa mashindano ya muziki yote, Bongo Flava, kwaya nini, lakini pia hata matamasha yake pia nimecheza nayo katika hiki kizazi chetu. Kizazi cha Singeli, kizazi cha Bongo Flava, kizazi cha matarumbeta. Kwa ni mdau kindakindaki kabisa muziki. Yes. Na kuna watu ambao tayari ulishawasimamia labda au kwenye mashindano ambayo umesimamia, na sasa hivi ukiwaangalia unajivunia, unasema yes, mimi ni moja ya watu ambao wamesaidia hawa watu kufika pale walipofika. Nikisema mafanikio si lazima wawe mastaa, lakini kupitia mashindano yangu kuna wengi ambao tumewashika mikono sasa hivi kwamba wanajisimamia wenyewe, wanaongoza maisha yao wenyewe, wanapata riziki kupitia kile ambacho tulichowaonyesha. Na mfano mzuri, mara nyingi wanapenda sana kujitolea mfano kwa Shamira. Kuna binti ambaye ni mlemavu wa macho, alikuja kushiriki mashindano ya mkara wa kitaa ilikuwa 2021 kitu kama hiko. Kwa hiyo ameshiriki na yeye ndo akawa mshindi. Ni mtu ambaye alikuwa ni mlemavu wa macho na alikuwa tu yuko nyumbani hajui cha kufanya. Mimi nikatumia tu clip yake, bwana mtu ana kipaji cha kuimba, nikamwambia bwana mleteni nimsikilize. Alivyoletwa nikasema mimi kabla sijakushika mkono jaribu kujipambania mwenyewe. Wewe katika kujipambania nikamuingiza katika mashindano ya mkara wa kitaa na akafanikiwa kushinda. Kwa hiyo tangu alipoanza kushinda sasa ikawa kwamba muda wa kulala nyumbani kawa haupo tena. Nikasha kwamba kashaona ile ladha sasa kwamba kuna watu kumbe wanapenda muziki wangu. Sasa hivi ndani ya miaka 3 sasa ana chumba chake mwenyewe, kula mwenyewe, na ni kiongozi wa taasisi yao huko. Kuna bendi ya walemavu, yeye ndio kiongozi katika hiyo bendi. Kwa maana na kila siku akikaa lazima anishukuru, yani kusema kwamba kupitia wewe mimi nimefika hapa, sasa hivi niko hapa. Yes. Okay. Yeah. Sawa, umetolea mfano mzuri na mtu ambaye wewe pia umemsimamia. Sasa hivi kuna hawa madogo, sijui umesikia Dogo Sergeant, Dogo Pattern ambao wamekuwa wakiongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwenye media mbalimbali, kwenye radio station huko. Dogo Pattern, Dogo Sergeant, kama ushapata nafasi umewasikia madogo? Nimewasikia. Na huu mzozo ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii, wanasema Dogo Pattern na Dogo Sergeant walianza kama kikundi, lakini baadaye mmoja akaonekana kujipata akamsahau mwenzie. Yule aliyosahaulika baadaye naye akajipata pia, anaonekana sasa hivi anamvimbia mwenzie. Kwenye chimbuko la muziki wa mtaani, vikundi ambavyo vinaanza alafu baadaye vinavunjika, labda tayari ushakuwa na experience ya kushuhudia vitu kama hivi? Yani mfano mzuri hata mimi mwenyewe pia vimeshawahi kunitokea katika haya mashindano haya. Unajua ni changamoto kwamba kuna muda mwingine hawa wasanii pia wanakupitisha katika hizo changamoto. Unajua? Kwa sababu ni msimu wa mwaka jana wa mkara wa kitaa. Baada ya mashindano kuisha, kulitokea kuna ugomvi mkubwa sana. Ikafika tu mpaka mimi mwenyewe mwandaji wa mashindano nikakata tamaa. Unajua? Kwa sababu katika utafutaji kuna njia nyingi sana msanii unapitia. Usipokuwa makini maana unaweza ukaanguka zaidi. Lakini pia kuna mtu mwingine anatakiwa kwamba apande kupitia mtu fulani. Amini kwamba mimi ninapokuangusha wewe, mimi nataka nipande kupitia wewe, yani. Waka mimi uonekane wewe ni mbaya, mimi nionekane niko juu zaidi yako.
Kuna kitu ambacho kwa hao madogo ninachokiona ndio kiko kama hivyo yani. Kwamba mmoja ametengenezwa ili kumwangusha wenzake. Ndio kitu ambacho ninachokiona hapa. Okay. Yeah. Yaani Pattern ambaye kashikwa mkono na Zuchu sasa hivi ndio katengenezwa kumwangusha mwenzie? Hapana. Yaani nilichokiona kwamba Sergeant alitengenezwa ili amshushe Pattern. Okay. Sawa? Kwa hiyo wakati huo kwamba unajua kila kitu tunavyofanya lakini kina Mungu ndani yake. Kama Mungu anapoamua iwe lazima iwe. Sawa? Kwa mfano mzuri ukiangalia kisa cha Nabii Yusufu. Jana Nabii Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Alienda utumwani aliuzwa. Lakini mwisho wa siku wale ndugu walikuja kuomba msaada kwa nani? Kwa Nabii Yusufu. Sijui kama umekipata iko kisa. Maana yake ni kwamba wewe utapanga la kwako kwamba mimi nifanye hiki kitu nimwangushe huyu mtu. Lakini Mungu kama hakupanga iko kitu kiwe, inaweza ikawa kwamba ile fimbo unataka kumchapia mwenzako ndio ikawa yeye ya kumvushia kwenye maji. Ikaa kipimo cha kwenda kupima maji kuyavuka pale. Sawa sawa. Au ikawa ndio fimbo ya kwenda kumpiga nyoka kule mbele anapokwenda yeye. Kuna mara kama umeona kama hapa kwamba Dogo baada ya kutoa ile nyimbo nini salio? Salio. Ndio hivyo. Kutoa salio akapata bahati kwamba Mario akapita nayo ile nyimbo. Yaani kapita nayo, hajapita na yeye, ila kapita na ile nyimbo. Kwa maana yake kwamba pale kwamba ile nyimbo ikawa kama imekufa fulani hivi kupitia Mario alipopita nayo. Sio kama imepewa nguvu. Imeuliwa, sio hivyo? Kwa baada ya kuuliwa Dogo pale watu wengi ndio wakamtambua. Mimi mara ya kwanza kuwatambua wale madogo kuna TV moja nimeona walikuwa wanaojua pamoja. Na mimi kweli nilipenda. Unajua mimi mara nyingi ni muumini wa muziki mzuri. Watu nilipoona mimi hata ile clip nilichukua. Walikuwa wanapiga wote pamoja. Wawili yani katika hiyo television moja hivi. Kwa hivyo akasema Dogo ana kitu wanaweza. Mimi nikachukua ile clip nika naisikiliza sana. Sasa baada ya miezi kadhaa mbele nakuta kwamba Tifu limetoka kama ile hapo. Sasa baada ya kuchunguza kiundani ndio nikaja kugundua kwamba kuna mmoja alikuwa atakuwa apandishwe. Mwingine ashushwe. Sio vizuri. Lakini katika kumpandisha na kumshusha ndio inafika mahali unamtengezea mtu njia aonekane yeye kwamba yuko juu. Unajua kwa sababu kama umemshusha alafu anatokea mtu kama Zuchu anamshika mkono anamwambia twende mjini tayari ameshafika. Kwa hiyo sasa huyu ambaye alipanga kupandishwa, kushushwa au kupandishwa tuseme, inabidi sasa atafakari ajue wapi ambapo alipangukia. Sawa sawa? Kwamba ulipangukia wapi au ulipojikwaa wapi. Usiangalie ulipangukia, angalia ulipojikwaa. Kwamba nilipojikwaa labda uongozi wangu ndio ambao umefanya mimi nijikwae. Ni watu ambao kuachana nao. Okay. Ashuke chini. Ile combination yao ilikuwa ni nzuri sana. Unajua? Yaani ni nzuri. Maana yake irudi. Yaani irudi. Yaani ikirudi tayari kwamba wote majina yao sasa hivi yako peak. Kwa hiyo ikirudi wakifanya kitu kimoja cha pamoja lazima kitakuwa kikubwa. Na watu watapokea tena kwa mikono miwili. Sawa. Kibiashara lakini tunapozungumza muziki biashara. Lakini kama wakitaka kuzungumzia kwamba kila mmoja awe mkubwa kivyake vyake lazima mmoja ataanguka. Kwa sababu huyo Dogo mwingine kashaonekana sana na Watanzania wameshampokea. Kwa hiyo na maneno wajua wa Tanzania wanalaumu sana wanamlaumu sana yule Sergeant. Yaani ukipitia comment nyingi wanamuonda vibaya, wanamsema vibaya, wanamponda. Lakini mimi niseme kwamba kosa sio la kwake. Kosa ni watu ambao wako nyuma yake. Yule amemezeshwa chuki. Kwa mfano kama wewe mimi kama mzee wako alafu nikwambie kwamba bwana dada yako mbaya au kaka yako ni mtu mbaya. Kila ukilala ukiamka mimi jibu langu ni moja tu. Kaka yako ni mtu mbaya. Sio vizuri. Wewe japo unaona ubaya wa ule nani kakako, si ndivyo? Lakini kwa mimi ni mzazi nimeshakumezesha hiyo chuki. Kila unapolala ukiamka, unajua mtoto anavomkadirisha ndivyo anavyokuwa nacho sijui unaelewa vizuri. Maana kwamba sasa kama mtoto kwamba leo hii mtoto umemzoesha kwamba kila asubuhi lazima aende madrasa. Unajua makozi yake atakuwa hivyo ni kimadrasa. Hata wewe vipi kwamba lazima kwamba akiamka asijue mimi nende madrasa. Lakini mtoto kwamba ukimwamsha tu kwamba anachojua kwamba majibu yake kwamba nenda shule, shule kishavua uniform, mimi jukoje, sina mtu akuniangalia hapa, ni sina mtu akuniuliza, nitarudi tena wakati kula nyumbani. Makuzi yake atakuwa kwa hivyo hivyo. Kwa hiyo Dogo amemezeshwa sumu na zile sumu alizomezeshwa amezimeza kisawa sawa. Amestapika. Lakini sasa hivi anajuta kwa sababu nilijaribu kuangalia interview yake moja. Nimeona kama anajuta kwa kile ambacho kilichotokea kwamba yeye hana baya, hajui hata chanzo cha ugomvi ni nini, anajikuta tu anafanyaje? Amegombana na mtu. Kwa hiyo maana yake kwamba pale yale ni majuto kwa kile ambacho alichokifanya.
Yes, kitu kama hiko. Kuna jamaa alikuwa anasema walipelekwa kwenye shows, alafu kwenye hizo show kila mtu alipewa laki something, yani laki na kitu. Lakini Dogo alipewa 40,000, yani kipindi hiko Dogo Pattern alipewa 40,000, alafu Sergeant alipewa laki kama laki 2, laki 3 hivi ya fedha malipo kwenye hiyo show. Sasa hivi inavyoonekana sasa yule kama analipiza kile ambacho alikuwa anafanyiwa. Hata makampuni baadhi ya nguo alikuwa anambalisha Sergeant na Pattern kwa kama wanamsahau hivi. Kwa hiyo watu wanahisi kama ni anarudisha mapigo kwa mwenzie. Pengine labda wewe kama mtu ambaye unafahamu makuzi ya wanamuziki ambao wanaanza kwenye uchanga na vitu kama hivyo, unashauri nini ka mtu kama Dogo Pattern, yeye afanye kitu gani kwa mwenzie ambaye aliwahi kufanywa kama hivi na sasa hivi anarudisha mashambulizi kwa mwenzake? Kwamba ukisema kwamba Pattern anarudisha mashambulizi sio kweli. Pattern anarudishi. Yes, anafanywa. Yaani vile vitu kwamba yeye sio kwamba yeye ana masponsor anawaita. Yeye haiti masponsor. Masponsor wamekuja wenyewe baada kuona kwamba matatizo ambayo alipitishwa simu vizuri, kwamba watu wenyewe wamejitokeza. Yeye kwamba yani ukisema kwamba Dogo ananivimbia, hapana. Yani yule Dogo kwamba yeye ni njia ametengenezewa, kwamba yeye hawezi kukataa baraka. Kwani Mungu anapokubariki utazikataa baraka za Mungu? Sergeant anasema anampigia simu rafiki yake ampokelei simu sasa hivi. Hata mwanzo naye pia alikuwa anapigiwa simu apokei. Anarudisha mashambulizi. Hakuna kurudisha mashambulizi. Iko hivi. Tumefundishwa kwamba ukipigwa upande huko geuze upande huko, si ndio hivyo? Sasa umeshapigwa pande zote mbili. Unafanyaje? Ukipigwa shavu la huko mgeuzie na la huko. Tayari sasa umeshapigwa mashavu yote mawili. Maana yake nini? Kwamba kuna nyakati kwamba mameneja walikuwa wanamkataa, kama ulivyosema kwamba malipo alikuwa analipwa kidogo. Na yule alikuwa anafurahia, yule Sergeant alikuwa anafurahia. Sergeant, mimi na wote wasanii wa moja. Na wote tumepiga show pamoja. Kama mimi napewa hela nyingi afu mimi napewa hela ndogo, wewe sibidi una nini? Uonyeshe binadamu kwamba bro au mdogo wangu, sikiliza bwana, mimi wote ile jambo tumefanya wote kwa pamoja, si ndio hivyo? Wewe umepewa shilingi ngapi? Bwana mimi nimepewa shilingi 40,000. Mimi nimepewa laki 2. Sikiliza, shika hapa shilingi 50, iongezee hapo. Sio vizuri, ili tusende sawa tu. Shika 50 hapa, nimekupa mimi kama ndugu yangu, usikate tamaa, ama brother tu, mimi na wewe ni marafiki. Lakini kama wewe ulikuwa unapewa laki 2, mimi napewa 40,000, alafu unafurahia. Mimi kwenye show sivalishi nguo nzuri, wewe unavaa nguo nzuri, alafu unafurahia. Maana yake nini? Si umekubali kwamba mimi ni apitia yale manyanyaso? Sasa unategemea kwani mioyo hiyo walikuwa nayo mitume? Umeona, sio? Ni mitume ndio walikuwa na hiyo mioyo, sio watu wa sasa. Kwa sababu kwamba ndio mama napenda kutumia mfano kisa cha Nabii Yusufu. Nje la mabaya ambayo ndugu zake walimfanyia, lakini mwisho wa siku ikawaje? Sala wasamehe na msaada kana apatia. Yes, ni mitume walikuwa naweza, lakini sio kizazi cha kwetu hiki.